Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo. Kichwa cha somo kinasema tumia ujana kwa faida. Kiuhalisia, ujana ni umri ambao ni wa muhimu katika maisha ya mwanadamu kuliko umri wowote ule katika maisha ya mwanadamu. Ujana ni umri pekee ambao unaamua hatima ya maisha ya mwanadamu. Ujana ndio umri pekee ambao unaweza kubadilisha historia ya mtu fulani. Ujana ndio umri pekee ambao una uwezo wa kubadilisha historia ya familia, una uwezo wa kuleta heshima katika familia, una uwezo wa kuleta heshima katika maisha ya mtu fulani endapo ukitumika vizuri. Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kwa hiyo vijana wenzangu, niwaambieni ya kwamba tuutumie ujana vizuri, ili tutakapopita katika umri wa ujana tuwe tumefanya mambo ambayo yatasaidia katika maisha yetu ya baadaye. Sio wote waliotumia ujana kwa faida. Kuna vijana wanatumia hii nafasi katika kufanya starehe. Kuna watu ambao wako bize kufanya mambo yasiyokuwa na maana katika maisha yao katika umri wa ujana. Hivyo katika somo la leo, Biblia inatukumbusha ya kwamba tuutumie ujana vizuri, tuutumie ujana kwa faida, ili ulete manufaa baadaye. Watu wengi waliotumia ujana wao vibaya wanatamani kurudi wawe vijana. Watu wengi ambao walitumia ujana wao vibaya ni watu ambao katika miaka yao ya uzee ni watu waliojaa malalamiko. Ni watu ambao wamejaa malalamiko kwa watoto na kwa jamii inayoshindwa kuwasaidia. Ila tatizo ni kwamba waliutumia ujana vibaya. Ujana ni umri pekee ambao mwanadamu anakuwa na nguvu za kimwili na za kiakili. Biblia inasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Katika umri wa ujana ni umri ambao una uwezo wa kufanya chochote kile ili kubadilisha historia ya familia yenu. Umri wa ujana ni umri pekee ambao una uwezo wa kutengeneza thamani ya maisha ya familia yenu. Umri wa ujana ndio umri pekee ambapo umebeba maisha ya mwanadamu, na ndio umri pekee ambao unasongwa na mambo mengi yasiyokuwa ya maana. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha ya kwamba tukumbuke kutumia ujana vizuri. Vijana wengi wanaojifungamanisha na Mungu huwa wanaotumia ujana wao vizuri. Ngoja nikwambie ya kwamba umebarikiwa kuwa na nguvu za kimwili, usizitumie kufanya mambo yasiyokuwa na maana. Umebarikiwa kuwa na nguvu za kiakili, usitumie kufanya mambo yasiyokuwa na maana. Usitumie muda wako na nguvu yako kukesha katika mitandao ya kijamii. Usitumie nguvu zako kutafuta mambo ya ufurahishayo mwili kwa muda tu. Kwa hiyo tafuta mambo ambayo yatajenga thamani yako utakapokuwa mzee. Mfalme Sulemani anapoandika kitabu cha Mhubiri, yeye alijikita kuchunguza kila mambo katika ulimwengu.
katika umri wa ujana, akaja na majibu ya kwamba kila jambo ni ubatili, isipokuwa anatukumbusha tumkumbuke Muumba siku za ujana. Sikiliza, usiutumie ujana ulionao kuwaliza watu wengine. Usiutumie ujana ulionao kuwaliza wazazi. Usiutumie ujana ulionao na nguvu ulizonazo kuleta machozi kwa watu wengine. Usiutumie ujana ulionao kusababisha mtu fulani